Kwa majina naitwa Shukuru Rashidi Mtingijagi, natokea chuo cha kilimo Agriculture Technical College Bolgalam. Nimependa kilimo kwa sababu ukiangalia ajira zetu za Tanzania, yani ukisoma unaweza kusoma ualimu unakuta unapambana na watu mko 500 ngapi, kwa hiyo kupata ajira ni ngumu. Ila ukipitia kilimo ukifundishwa unaweza kwenda kujiajiri mwenyewe, na mimi naamini hata kama serikali hitoniona, naamini naweza kwenda kufanya mwenyewe mpaka hatua hii nilipofikia. Ushauri wangu ni kwamba tuwakaribishe. Tunashukuru sana kuona hivi vitu ambavyo mnaviandaa, kwa mfano wakala wa mbegu za kilimo. Hasa tunaomba mtusaidie kutushauri, maana watu wengi sana huko mtaani tunapotosha. Mtu kama anaponiona mimi, kwa nini unasema kilimo, yani wanakidharau. Mtusaidie kutushauri, kilimo ni kitu bora sana na ni muhimu sana katika maendeleo yetu ya Tanzania, kwa sababu kila kitu kinatokana na kilimo. Okay, kwa majina naitwa Susan Ludovic, natokea wakala wa mbegu za kilimo ASA. Niko upande wa masoko. Wakala wa mbegu za kilimo unajihusisha na uzalishaji na usambazaji wa mbegu bora nchini. Ninaposema mbegu bora ni mbegu gani? Ni zile mbegu ambazo zimethibitishwa na TOSCI zenye uhalali wa kwenda sokoni na kumuuzia mkulima ili mkulima aweze kupata mazao mengi na bora. Sasa sisi kama wakala tuko na mbegu za aina tofauti tofauti. Moja, tuna mbegu ya mahindi ambayo hiyo mbegu ni T105. Inafanya vizuri sana kwenye kanda zote za kati, za juu na ya chini. Yaani hiyo mbegu ukiipanda kwenye hayo maeneo yote yanafanya vizuri. Na hiyo mbegu inaweza ikatoa kuanzia gunia 18 hadi 22. Na hii mbegu sio tu mbegu ya kama zile hybrid ambazo unaweza ukazalisha msimu mmoja afu msimu mwingine usizalishe. Hapana. Hii mbegu unaweza ukazalisha msimu wa kwanza afu msimu unaofuata kama mkulima hana mbegu, kwa sababu tunajihusisha na wakulima ambao vipato vyao ni vya kawaida. Kwa hiyo unaweza ukakuta mkulima hana mbegu, lakini akizalisha hii mbegu msimu huu anaweza akaizalisha msimu unaofuata kama hana mbegu. Kwa hiyo ni mbegu ya chafushwa huru tunaita, au OPV varieties kwa Kiingereza. Kwa hiyo hii mbegu ni nzuri sana na ina mazao mengi. Kwa hiyo wakulima ili waweze kupata mbegu bora, sisi wakala wa mbegu tumetawanyika kwenye maeneo mbalimbali. Tuko Morogoro, ndio makao makuu tunayopatikana, lakini pale Morogoro tuna vituo mbalimbali ambapo mbegu zetu zinapatikana. Tuko Arusha, Ngaramtoni, kule mbegu zetu zinapatikana. Mbegu yoyote ukihitaji pale Arusha unaipata, mahindi, mpunga, ngano, maharage unaipata pale Ngaramtoni Arusha. Ukienda nyanda za juu kusini, Mbeya, tuna Iringa, tuna Namtumbo, huko kote ambapo ni Ruvuma, Songwe, tunapatikana na mbegu zetu zinapatikana kwa hali yoyote unayoitaka na kiwango chochote ambacho unakitaka. Na tuko Tabora, Nzega, tunapatikana kule. Kwa mkulima yoyote ambaye anahitaji mbegu zetu, anaweza kuwahi mapema kabla ya msimu, kwa sababu ukisubiri msimu umeanza unachelewa kupanda. Msimu unamhitaji mtu mvua ile ya mwanzo tu inapoanza, ndio mkulima anatakiwa kwenda na mbegu zake shambani. Kwa hiyo tunawashauri wakulima waweze kununua zile mbegu mapema kabla ya msimu, ili waweze kuwahi msimu na waweze kuwahi ile mvua ya mwanzo ili waweze kupanda. Kwa majina naitwa Vaison Maruseke, ni msimamizi wa shamba la mbegu la Dabaga lililopo mkoa wa Iringa, wilaya ya Kilolo. Wakulima wote tunapenda kuwaasa kwamba mbegu zipo tayari, wachangamkie fursa. Tunapatikana kwenye vituo vyote Tanzania nzima. Mikoa yote ya Tanzania mbegu zetu zipo, zinapatikana na kwa bei rahisi. Tunawakaribisha wakulima kwa sababu mbegu zetu zina mavuno mazuri, mavuno bora na mavuno mengi. Kwa hiyo wakulima wachangamkie fursa hii ambayo kama serikali imewapa majukumu taasisi ya mbegu ASA, wazalishe mbegu na wasambazie kwa bei nafuu. Wachangamkie fursa mapema ya mbegu bora, kwa sababu hapo katikati kumekuwa na wafanyabiashara wakiingiza mbegu ambazo si bora, ambazo ni feki. Kwa hiyo tunawasa wakulima kwanza wanunue mbegu kwenye chanzo ambacho kinatambulika na serikali, kwa namna ya kwamba waweze kujipatia mbegu ambazo ni bora.